Wapendwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, nachukua nafasi hii kuwakaribisha nyote popote mlipo, na amani ya Bwana inayotufunika na kutustiri katika maisha haya iwe pamoja nasi sote. Karibuni katika sehemu ya 9 ya mfululizo wa mada hii inayosema kwikwi za Harimagedoni. Na Mungu wetu amekuwa mwaminifu, ametuhifadhi kuendelea katika kujifunza mapenzi yake. Kwikwi za Harimagedoni, kama tulivyoanza baada ya kuangalia ukweli kutoka katika neno la Bwana na utabiri wa wanadamu kuhusu kuja kwa Yesu mara ya pili mwaka 2027 au baada ya miaka tena 7 mingine 2031, ukweli ambao Biblia imeuangazia na kuumulika. Siku zote Biblia haijawahi badilika, hatujawahi pewa ukweli huo, na hata hivyo hatuna unabii wa siku au miaka 6000. Ni ukokotoaji unaofuatilia utimizaji na uaminifu wa neno la Bwana katika kuja kwa mzao na kazi ya Mungu ya utendaji katika kuokoa wanadamu. Aidha, wewe pamoja nami tunaishi katika kipindi ambacho kuja kwa Yesu ni yakini, ni hakika na ni haraka tena upesi. Alichosema nasi katika neno lake Yesu Kristo katika vitabu vya Injili imewekwa wazi zaidi, na katika unabii wa siku zile ambazo Mungu amezungumza kuhusiana na unabii wa Danieli na ile wa Ufunuo, tunaishi katika kipindi ambacho neno la Mungu litafungwa kwa kishindo. Kila mahala vibao vinaonyesha Yesu yuaja tena, na ametuonya, muonapo hayo changamkeni, mkainue nyuso zenu juu mbinguni, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Wewe na mimi tumetiwa moyo jinsi ya kukesha. Kukesha ni kujitenga na uovu, ni kumfuata Bwana. Toba na toba peke yake na utendaji wa Roho Mtakatifu kwa nia ya dhati ya kila muumini Mkristo anayeamini kuja kwa Yesu mara ya pili hujitakasa. Roho Mtakatifu ameahidi kuwatumia watu wake kwa uaminifu na kuandaa kupeleka kazi hii ya neema ya wokovu kwa wanadamu wenzetu, wakati huo tukijilinda sisi wenyewe na dunia pasipo mawaa. Huu ni ukweli wa leo kwako na mimi. Lakini ile habari ya kuweka tarehe, kuweka mwaka, kwamba Yesu anakuja tarehe hizi, anakuja mwezi huu, ama anakuja mwaka huu, havimo katika neno la Bwana. Hizo ni kwikwi na zitabaki kuwa kwikwi za Harimagedoni, na zina shida kubwa sana, kubwa mno. Endelea kusikiliza katika mfululizo wa mada hizi. Niliwaahidi nitaeleza kwa nini Ibilisi anaweza kuwatumia watu akawafikisha katika hatua mbaya kama hiyo. Huwa analenga nini kwa watu wa Mungu? Usikose kufuatana mfululizo wa mada hii. Leo tuna sehemu ya 9. Baada ya kuona ukweli katika neno la Mungu, Biblia haijawahi sema uongo, haijawahi badilika. Yesu ni yule yule jana, leo na hata milele. Ikiwa alisema habari ya kuja kwake katika ulimwengu huu hakuna atakayejua, ndipo wanapoelekea kwenye maandiko ya Ellen G. White. Wanatuhubiri, wananukuu, wanatafsiri ili tuionyeshe ya kwamba Ellen G. White amenena kinyume na Biblia. Nisikilize, wote wanaonukuu aya za maandiko ya Ellen G. White na kuambia Wakristo ya kwamba Ellen G. White ameeleza Yesu anakuja 2027, 2031, wanamfanya Ellen G. White awe nabii wa uongo, kwa sababu kila nabii hujaribiwa na upimwa na neno la Mungu. Na hii ndiyo inayokwenda sasa kuanzia nafasi hii katika sehemu ya 9 na kuendelea. Tutaingia kwa undani alichosema Mungu kupitia maandiko ya Ellen G. White, mjumbe wake. Wewe na mimi tuna sehemu ya muhimu sana. Acha jaziba, acha harara, acha kutembea unachokifahamu. Turudi kusikiliza alichoandika mjumbe wa Mungu. Na leo tunaenda kupitia kile Mungu alichosema kupitia mjumbe huu, na kisha sehemu ya 10 tutaingia ndani kwa undani zaidi. Hii sehemu ni ya muhimu sana kwa sababu inaweka namna ama msingi wa namna ya kujua aya alizoandika
ama alichonena Mungu kupitia maandiko ya Ellen G. White. Kwa hiyo karibu sana, na kabla hatujaendelea tufumbe macho tuzungumze na Mungu kwa njia ya sala. Mungu wetu wa mbinguni, ninakushukuru sana siku hii ya leo tena. Wingi wa rehema na fadhili zako vimenikutanisha pamoja na wapendwa hawa, ili ukabebe sifa na utukufu, ukatunenee mapenzi yako, kwa kuwa sisi sote tuna njaa ya haki na kiu ya haki. Tunahitaji kukujua wewe, tunahitaji kujitenga na ulimwengu, tunamhitaji Roho Mtakatifu, na tunahitaji kwenda juu mbinguni. Lakini ukweli utatuweka huru. Neema yako ikafunuliwe tena kupitia maandiko ya mjumbe wako Ellen G. White. Kwa uweke ukweli, kwa sababu ukweli huweka watu huru. Asante, na jina lako litukuzwe katika Yesu Kristo. Amina. Baadhi ya watu wanaozungumza ya kwamba Yesu anakuja 2027 kama nilivyoeleza, wanaeleza kwamba mwaka 2027 utakuwa mwaka wa mwisho unaofikisha miaka 6000 tangu dhambi imeingia katika dunia hii, na kwamba baada ya hapo kutakuwepo mwaka wa Sabato ambao unaanza kwa kuja kwa Yesu mara ya pili. Lakini wakati huo wakieleza ya kwamba kipindi cha miaka 7 ambayo kitafuata kuanzia 2000 ikionyesha wazi 2020 ni kuonyesha wazi ya kwamba ulimwengu katika mfumuko wake na mwendelezo wake katika dunia na sera zake itafikia hatimaye. Na hivyo wengi wakielezea kulipuka kwa ugonjwa wa uviko 19 COVID-19 katika ulimwengu wetu ilikuwa ni hatua ya awali katika mpango wa ulimwengu unaoitwa New World Order wanasema ni mpango unaoanzishwa na mlipuko wa uviko 19, na kwamba kuanzia hapo kitakachoendelea ni ulimwengu wa kidijitali, digitalization of the world. Na hii ikiwa ni pamoja na kutembea pasipo fedha mfukoni, itakuwa ni cashless society, yani jamii isiyo na matumizi ya fedha kama noti ama kama coin, lakini ikiwa tu unatembea kwa kielektroniki, unaweza ukadraw, unaweza ukanunua bidhaa bila fedha lakini kutumia kadi. Halafu baadaye kitakachofuata ni msukumo wa lazima wa ibada ya Sabato ya uongo, kwa maana kumwabudu Mungu siku tofauti ya ibada, na kisha ndipo mateso yataambatana kwa wanaotunza amri za Mungu. Huu ni uelewa wa wote wanaodai Yesu anakuja 2027 ama 2031. Huenda ukawa wewe unaelewa tu sehemu mojawapo, lakini huenda ukawa ndio umesikia leo, ila nataka kueleza ya kwamba ni package yenye vitu kadha wa kadha, ambamo ndani yake pia watu wameendelea kudai mvua ya masika imemwagwa, na wanaendelea kudai mlango wa rehema utafungwa lini, wanaendelea kudai habari za Roho Mtakatifu, na wengine hata wanapotaja sana juu ya Roho Mtakatifu wanadhani ndio kupokea Roho Mtakatifu, na wale wasiotaja ama kuhubiri juu ya Roho Mtakatifu wanaonekana hawana Roho Mtakatifu. Ni kueleza jambo hili ya kwamba mtawatambua kwa matunda yao. Si kutaja Roho Mtakatifu ndio kuwa na Roho Mtakatifu. Ni kama Yesu alivyosema katika ile Mathayo sura ya 7 ile aya 19 hadi 21, si wale waniitao Bwana Bwana watakaoingia katika ufalme wa Mungu, bali watendao mapenzi ya Baba yangu aliye juu mbinguni. Nisikilize ndugu zangu wapendwa, wengi wataniambia siku ile, hatukufanya hivi kwa jina lako, hatukutoa unabii kwa jina lako, hatukutoa pepo na kufanya miujiza mingi. Halafu Yesu atasema, ondokeni, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni mtendao maovu. Yaani sio swala la kutaja juu ya Roho Mtakatifu kuna kukuthibitisha una Roho Mtakatifu. Hapana, wala sio swala la kuimba sana juu ya Roho Mtakatifu kutakachoashiria una Roho Mtakatifu, wala kuhubiri ama kuomba sana juu ya Roho Mtakatifu. Mtawatambua kwa matunda yao. Hii ni zaidi ya kutaja, ni zaidi ya kuhubiri, ni zaidi ya kuimba, ni zaidi ya kusifu. Roho Mtakatifu sio kwenye mdomo. Roho Mtakatifu hayuko kwenye mdomo. Roho Mtakatifu atakaa ndani yenu, na mtawatambua kwa matunda yao. Biblia imetueleza wazi kwa mujibu wa Yoeli sura ya 2 aya 28 hadi 32 na ile Matendo sura ya 2, kutakuwa na mwendelezo wa karama ya unabii ndani ya kanisa lake hata Agano Jipya, na huo ndio ukweli ambao umeelezwa kiasi hicho.
Na hivyo ukweli huu umeonekana wazi katika kipindi cha wakati wa mwisho kupitia huduma ya Ellen G. White. Iko siku moja nitakueleza Ellen G. White ni nani hasa. Somo la leo hasa alihusu Ellen G. White ni nani. Wengi wanamsikiliza Ellen God White. Wanapomsikiliza wengine wanamvuta hivi, wengine wanamueleza hivi. Lakini iko siku moja nitakueleza kwa nini Ellen G. White ni mjumbe wa Mungu. Nitakueleza na Biblia itatupimia wazi kabisa, lakini sio ndani ya kipindi hiki cha Quick za Armageddon. Iko siku moja ambako Mungu atanijalia na nitashiriki nawe kwamba ni mjumbe ambaye amethibitishwa na neno la Mungu Biblia ya kwamba ni amepewa neno lake katika kipindi cha wakati wa mwisho. Na hivyo mjumbe wa Mungu katika kueleza na kile alichokiandika, anaeleza wazi ya kwamba kila alichokiandika Ellen G. White sio maneno yake, ni maneno kutoka kwa Mungu, ni maneno kutoka kwa Mungu. Wakati anaandikia ndugu na dada katika eneo linaloitwa El Shaven kule St. Helena, California, Disemba 6 mwaka 1902, na ikaja ile hotuba yake ikachapishwa katika Review and Herald tarehe 20 mwezi wa kwanza 1903, lakini pia ikachapishwa tarehe 27 mwezi wa kwanza 1903, na hapa na nukuu kwamba dada White sio muasisi wa vitabu hivi. Dada White sio muasisi wa vitabu hivi. Vitabu hivi vimesheheni nuru inayofariji ya thamani ambayo Mungu kwa neema yake amewapatia watumwa wake katika ulimwengu. Katika vitabu hivi, ndani ya kurasa ya vitabu hivi, nuru hii inaangaza katika mioyo ya wanaume na wanawake ikiwaongoza kwa Mwokozi. Hii ni barua yake aliyoandika, na ni barua ya 196 mwaka 1902, na ni paragrafu ya 4. Kwa hiyo anaeleza kwamba yeye sio muasisi wa vitabu alivyoviandika, bali ni Mungu mwenyewe ametoa nuru hiyo kuongoza watu wake kwa Mwokozi. Ninachoeleza hapa ni kwamba alichoandika Ellen G. White sio maneno yake. Sio maneno yake, ni neno la Mungu. Kuna baadhi ya watu wanadhani kueleza Yesu haje, ama wanaeleza Biblia hahitaji kuja kwa Yesu 2027 ama 2031. Watu wanasema hawaamini maandiko ya Ellen G. White. Naomba usikilize vizuri. Hatuzungumzii Ellen G. White ni hasa ni nani. Tunazungumzia Biblia inasema nini kuhusu kuja kwa Yesu mara ya pili. Na kama Ellen G. White anaweza kusema 2027 ama 2031, basi atakuwa tayari ameingia mgogoro na atakuwa ametajwa kama nabii wa uongo, kwa sababu atakuwa amepishana na imeandikwa. Kinyume chake, Ellen G. White anathibitisha wazi kile Biblia ilichokieleza, na utafuatana nami ujue kabisa hakuna kitu hicho, na ni mkisingizia kukubwa unakomfanya mjumbe wa Mungu aonekane amezungumza maneno yake wakati amenena maneno yaliyotoka kwa Mungu. Nieleze hivi katika kitabu kile cha Signs of the Times, Mei 17, 1883, paragraph ya 4. Lakini pia unaipata nukuu katika kitabu kile cha Selected Messages Book 1, ukurasa wa 122 mwaka 1887. Ni hii nukuu, na inukuu inasema, tunapaswa kuogopa sana kutokea ndani kuliko kutokea nje. We have far more to fear from within than from without. Tunahitaji kuogopa sana kutokea ndani kuliko kutokea nje. Naendelea kunukuu, anasema vipingamizi vya nguvu na mafanikio pingamizi vya nguvu na mafanikio ni vikubwa sana kutoka ndani ya kanisa lenyewe kuliko kutoka ulimwenguni. Mwisho wa kunukuu. Sikiliza ndugu zangu. Yaani unajua watu wanaweza kukaza macho sana nje. Ukweli ni huu, ulimwengu sio rahisi sana kudanganya watu wa Mungu. Ila wanaoitwa watu wa Mungu, wanaoitwa Wakristo, wale ambao tuko nao ndani ya kanisa, mjumbe wa Mungu kwenye miaka hiyo alisema tunapaswa kuogopa sana kutokea ndani kuliko kutokea ulimwenguni. Kwa nini? Kwa sababu ni rahisi sana kumpokea mtu anayezungumza kutokea ndani kuliko
ulimwengu. Ulimwengu ni rahisi kumkataa. Unaweza ukamkataa mtu kutoka ulimwenguni na ujumbe alionao, lakini kutokea ndani, anasema chukua tahadhari sana. It's precaution. Chukua tahadhari sana. Sio jambo rahisi, na Mungu ametuonyesha kupitia mjumbe wake tunapaswa kuchukua tahadhari kubwa sana kutokea ndani kuliko kutokea ulimwenguni. Ulimwenguni mara nyingi tunafahamu huyu ni wa ulimwengu, huyu ni mpagani, huyu ni nani, lakini napokuja kutoka kanisani watu tunatega masikio bila kujali ni mwanamume ni mwanamke, amesoma ama hajasoma, ana nafasi ya uongozi ama ana nafasi ya uongozi. Mara nyingi ndio watu wanachukua hapo, anasema fulani alisema hivi, amesoma huyo, fulani amesema hivi, huyo ni mtawala, ni kiongozi wa kanisa, huyo ni leader, leader wa kanisa. Kwa hiyo ni rahisi sana kupokea bila hata kutega sikio neno la Mungu linasema nini. Kwa hiyo ametahadharisha juu ya jambo hilo. Baada ya kueleza hiyo, ni kuangalie sasa kuhusiana na Ellen G. White anasema nini kuhusu Biblia. Anasema nini kuhusu Biblia? Nieleze tu ndugu yangu wapendwa, Biblia ndio msingi wa imani na ndiye mamlaka ya mwisho. Foundation of faith and the final authority. Biblia ndio msingi wa imani. Weka imani yako kwenye maandiko. Halafu maandiko ndio yenye final authority, ndio yenye mamlaka ya mwisho katika masuala yanayohusiana mafundisho, katika masuala yanayohusiana na mwenendo. All matters of doctrine and practice. Ukileta kitu kingine umeleta moto wa kigeni, na kwa bahati mbaya sana watu wanataka kumtofautisha alichoandika Ellen G. White na Biblia. Leo tunaenda kuona kwa ndani yeye mwenyewe anasema nini juu ya Biblia. Kumbuka tunaanzia hapa ili tutakapoingia kwenye hizo aya zinazosomwa watu waone kwamba Ellen G. White hajawahi tofautiana na maandiko kabisa, hajawahi. Kwa hiyo itabaki tu ni shida ya mtafsiri mwenyewe, kwa sababu anataka iwe hivyo, anataka afurahishe misisimuko yake na fikra zake za Armageddon. Lakini Mungu hajawahi mtuma mjumbe wake akanena kinyume na neno lake. Biblia. Na jambo la kwanza, Ellen G. White ameinua Biblia kama yenye mamlaka ya juu kuliko chochote. Katika huduma zake zote ame-exalt the Bible, ameifanya iende juu as the highest authority. Ellen G. White exalted the Bible as the highest authority. Katika maandiko yake yote hajawahi anasema maandiko yake yanachukua nafasi ya Biblia. Hajawahi kudai hivyo. Hajawahi kabisa, hajawahi kudai hivyo. Maandiko yake siku zote hajawahi kuyaweka kwenye kiwango kimoja na Biblia. Hajawahi. Na mimi nitaenda kusoma, msikiliza akiandika akisoma yeye mwenyewe. Hajawahi kusema yanachukua nafasi ya maandiko. Hajawahi kusema maandiko yake yanachukua nafasi sawa na ya maandiko. Hapana. Badala yake amesema maandiko matakatifu yatasimama peke yake kama yalivyo, ikiwa ni kiwango maalum kabisa ambacho kinapaswa kila mwanadamu atapimwa kwa maandiko hayo. Alipokuwa akiandika mwaka 1851 anaandika, na hii imeandikwa katika kile kitabu kinaitwa A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White, namba 64 mwaka 1851. Alafu ikaja kuwa reprinted, ikaja ikachapishwa tena katika kitabu kinaitwa The Early Writings, katika ukurasa wa 78 paragrafu ya kwanza, ambapo ikichapwa mwaka 1882. Na hapa na nukuu: I recommend to you dear reader, ninakupendekezea mpendwa msomaji, the word of God as the rule of your faith and practice. Neno la Mungu kama tu mwenye mamlaka katika imani na katika mwenendo. By that word we are to be judged. Kwa neno hilo tutahukumiwa. God has in that word, Mungu ana kitu katika neno hilo,
promised, Mungu ameahidi katika neno hilo, promised to give visions in the last days. Ameahidi kutoa njozi katika siku za mwisho. Not for a new rule of faith. Sio jambo jipya katika imani, but for the comfort of his people, lakini kwa ajili ya faraja ya watu wake, and to correct those who err from Bible truth, na kusahihisha wale wanaopotoka kwenye ukweli wa Biblia. Sikiza anachokiandika. Ana recommend the word of God. Yani anasema ninakupendekezea, mpendwa msomaji, neno. Na anaeleza maandiko yake wakati wa mwisho Mungu amempatia ujumbe huo ili kurekebisha wanaopotoka katika maandiko matakatifu. Hawezi kuandika kisichokuwa hapa. Kila anachoandika ni kuwarudisha watu kilichomo kwenye Biblia. Kwa hiyo usije mtu akakushawishi N.G. Watt amesema, N.G. Watt amesema hivi, muulize alichokisema ndicho kilicho kwenye Biblia. Kama anakueleza amesema hivi na hakimu kwenye Biblia, msaidie huyo ajue, kwa sababu N.G. Watt si mjumbe wa uongo. Amesema kilichomo kwenye Biblia, na Biblia imethibitisha ni mjumbe kutoka kwa Mungu, na hawezi sema kinyume na neno la Mungu. Kwa hiyo msaidie tu tafsiri zake, kwikwi zake hizo, washawasha hizo zake zishuke. Msaidie, maana hata nena kinyume na maandiko matakatifu. Na ndicho anachokieleza. Hajawahi kuwapendekezea watu alichoandika. Badala yake anawapendekezea maandiko matakatifu. Na anasema maandiko aliyoyaandika yeye ni kumrudisha, kumrekebisha mtu aliyepotoka katika maandiko. Na mimi nachukua nafasi hii kusoma alichoandika ili wale waliopotoka kwenye Biblia warudishwe kupitia alichoandika. Hii ndiyo adhima kubwa ya maandiko matakatifu. Wakati anaandika wazi, ameinua sana ile kanuni ya Biblia na Biblia peke yake, sola scriptura. Sola scriptura ni neno maarufu sana wakati wa Protestanti waliojitoa, wengine waliuawa, wengine waliteswa, wengine walichoma moto, wengine walifanywa nini. Hao wote hao walisimama na Biblia na Biblia pekee. Sola scriptura, neno la Kilatini. Scriptura maana yake scriptures, ama maandiko. Afu sola maana yake pekee. Kwa alipokuwa anasema sola scriptura, maana yake kama kimo kwenye Biblia hatutakishughulikia, kama kiko ndani ya Biblia itakuwa imani yetu. Kwa hiyo wakati N.G. Watt ameandika sana kuinua kanuni hiyo, na angalia, anaandika kitabu kile cha Pambano Kuu, The Great Controversy, mwaka 1888. Kodi yake huwa ni GC 88. Wakati anaandika kitabu hicho ambacho ni mwaka 1888, ukurasa wa 595, paragraph ya kwanza, na hapa ninanukuu, anasema God will have a people upon the earth to maintain the Bible. Mungu atakuwa na watu katika dunia ili kuendelea kushikilia Biblia, and the Bible alone, na Biblia peke yake, as the standard of all doctrines, kama kiwango cha mafundisho yote, kipimo cha mafundisho yote, and the basis of all reforms, na msingi wa matengenezo yote. All reforms, matengenezo yote. Biblia siku zote ndio imekuwa msingi wa matengenezo yote. Ni standard of all doctrines. Kama kuna fundisho lolote, the Bible ndio standard hii. Halafu kama kuna matengenezo yote, all reforms, hii ndio base. Kwa hiyo mtu asije akasema anafanya matengenezo, halafu matengenezo anayoyatumia hayo hayajajengwa katika maandiko matakatifu. Ni matengenezo feki. Ninarudia, ni feki. Eti amesoma maandiko ya N.G. Watt, halafu anasema na matengenezo ni feki. Yani Biblia ndio, nasikiliza, nairudia kuisoma hii kauli, anasema as the standard of all doctrines and the basis of all reforms. All reforms, this is the base, and all the doctrines, this is the standard. Kwa hiyo unataka kupima mafundisho ulio nayo, tumia Biblia. That's a standard of all doctrines. Unataka kupima kwamba wewe matengenezo unayoyafanya ni ya kweli, bring the Bible, leta Biblia. Hii ndio basis, ndio msingi wa matengenezo yote. Kwa hiyo mtu akisema kuna matengenezo anafanya ya nyanja yoyote ya Ukristo na Biblia haitambui,
takataka, peleka jalalani. Hajasema mjumbe wa Mungu Ellen G. White, hajasema kitu kama hicho. Matengenezo yote lazima yawe na msingi kwenye imeandikwa, na hiyo ni kauli ya Ellen G. White mwenyewe, na ninapenda naiweka hapa kabisa kwa Kiingereza, halafu naeleza ili hata kama mtu yote akitaka kuifanya tofauti afanye, lakini nenda usome. Ndio maana nitaweka hapa kila kitu, kila kitu. Sihitaji kutamka mdomoni hivi na nitaweka hapo kila kitu ili mtu wa Mungu mnyenyekevu aweze kufanya. Mwaka 1894 kwenye ile manuscript ya 7, 1894 manuscript gombo la 7, anaandika, our position and faith is in the Bible. Msimamo wetu na imani yetu iko katika Biblia. And never do we want any soul to bring in the testimonies ahead of the Bible. Na kamwe hatuhitaji roho yoyote, yani mtu yeyote, nafsi yoyote, kuleta shuhuda alizoziandika kuwa mbele ya Biblia. Saa nyingine ninasikitika sana. Yani unaona mtu badala asome Biblia, ameenda kwenye ibada, ameenda mara fulani, anasoma nukuu tu za Ellen G. White toka A mpaka Z, ndizo anazosoma peke yake. Unaenda kinyume na alichoandika yeye. Na sikiliza tu, yani usipate washawasha zote. Tusipitia alichotumwa mjumbe wa Mungu kuandika ni nini. Anaeleza, anasema kabisa hapa wazi, anaeleza, and never do we want any soul, na kama hatuhitaji mtu yeyote to bring in the testimonies ahead of the Bible. Hatuhitaji mtu yeyote alete maandiko ya Ellen G. White mbele ya Biblia. No. Don't bring the testimonies of Ellen G. White ahead of the Bible. Ahead of the Bible. Na ni yeye mwenyewe ameandika, na ni mwaka 1894. Sasa ikiwa ameandika hivyo, wewe hizo washawasho unazipata nini? Ninaeleza uhusiano wake, maandiko yake na Biblia. Ndicho unachopitia kwa sasa. Na ikiwa unahitaji kuthibitisha unachokiamini, chochote unachosema hii ni sahihi, angalia anachoandika katika barua ya 11 1894. Na hizi utafuatilia uweze kuona miaka inavyoenda, na itaja na ile miaka ili uweze kujua vizuri. Barua ni ya 11 na mwaka 1894, na hapa na nukuu, in public labor do not make it prominent and quote that which Sister White has written. Katika huduma yako ya hadhara usifanye maandiko matakatifu, yani maandiko ya Ellen G. White kuwa ndio kwa wingi, ndio kitu kikubwa sana, ama kuyanukuu alichoandika as authority to sustain your position, ili iwe kama ndio mamlaka ya kutegemeza msimamo ulionao. To do this will not increase faith. Ukifanya hivyo haiongezi imani in the testimonies, imani katika shuhuda alizoziandika. Bring your evidences, leta ushahidi wako clear and plain, wazi na unaoeleweka, from the word of God, kutoka katika neno la Mungu. Thus says the Lord, kwamba hivi ndivyo asemavyo Bwana. Is the strongest testimony you can possibly present to the people. Huu ndio shuhuda wenye nguvu unaopaswa kuleta kwa watu. Let none be educated to look for Sister White. Hebu yeyote asijielimishe kumwangalia dada White, but to the mighty God, lakini amwangalie Mungu mwenye nguvu, who gives instruction to Sister White, anayetoa maelekezo kwa dada White. Kwa hiyo anachokieleza hapa kwenye matumizi katika mikutano, public labor, katika huduma ya watu kwa jamii ya wazi, kwenye mikutano, kwenye nini, anasema usifanye quotation za maandiko yake kuwa prominent. Usizifanye ndio unanukuu, halafu ndio unajenga mafundisho. Anasema that is not, haitafanya watu waweze kuamini shuhuda alizoziandika. Badala yake anasema leta ushahidi, bring evidence from the word of God. Fundisho lolote unapozungumza na watu likite kwenye maandiko matakatifu. Wewe naangalia kwenye magrupu mengi sana, hata kwenye grupu ile tulionalo, grupu Pendo la Usafiri Kwenda Mbinguni, unakuta watu tu wanatupia tu Ellen G. White quotations, tupia tu nukuu za Ellen G. White, hawana maelezo, wanatupia tu, alafu wanafikiri ndio wamesoma eti wamesoma Ellen G. White.
hazisaidii na hazijengi watu kwenye shuhuda alizoandika Ellen G. White. Haziwafanyii chochote. Anasema leta ushahidi wa unachokiamini kutoka hapa. Leta ushahidi wa kile unachokiamini kutoka hapa. Usiaminishe watu fundisho lolote kutoka kwenye maandiko, shuhuda za Ellen G. White. Leta ushahidi kutoka kwenye imeandikwa, thus says the Lord. Ni kichaka tu watu wanafanya. Wameshindwa kusoma Biblia, wameshindwa kuleta fundisho hilo, kujenga hoja katika maandiko matakatifu, hafu anakimbia kwenye quotation za Ellen G. White. Unataka kumchonganisha aonekane Ellen G. White ameenda kinyume na Biblia. Hii sio tabia nzuri. Na nitapita kwenye hizo nukuu uweze kusikiliza. Unamchonganisha na maandiko ionekane kana kwamba yeye anasema uongo wakati ameeleza ukweli. Kwa nini uweze kusoma Biblia umsaidie mtu ajue katika Biblia nini kinakufanya unapopata tofauti ya uelewa katika mafundisho ukimbizane na maandiko ya Ellen G. White? Maana yake you are a failure. Wewe ni umeshindwa kuelewa ukweli. Maana Ellen G. White anawarudisha watu kwa thus says the Lord. Neno. Ellen G. White maandiko ameandika wazi, anasema alichokiandika hajaandika ili kuchukua nafasi ya maandiko matakatifu. Wakati kwenye barua ya 12 aliyoandika mwaka 1980, lakini pia imechukuliwa kwenye kitabu cha Evangelism ukurasa wa 256 paragraph ya pili, na hapa nina nukuu. Sikiliza. The testimonies of Sister White should not be carried to the front. Shuhuda alizoandika Ellen G. White zisiwekwe mbele. God's word is the unerring standard. Neno la Mungu ndio kiwango kisichokosea. Niwaambia hii ndio kiwango cha kisichokosea. Kama hiyo 2027 na 2031 ambao watu wanaenda na hizo quick Yesu anakuja haimo kwenye Biblia, peleka jalalani. Hakuna kitu chochote. Naendelea kunukuu. God's word is the unerring standard. Neno la Mungu ndio kiwango kisichokosea. The testimonies are not to take the place of the word. Shuhuda hazipaswi kuchukua nafasi ya neno. Let all prove their position. Wote wathibitishe misimamo yao from the scriptures, katika maandiko, and substantiate every point they claim as truth from the revealed word of God. Na waunge mkono ama kuthibitisha kila kipengele wanachodai ni ukweli kama kilivyofunuliwa katika neno la Mungu. Kwa hiyo ameeleza maandiko ya White yasikae mstari wa mbele, hapana. Pointi ya pili akaeleza ni Biblia pekee ndio yanapaswa kusimama mstari wa mbele, na akasema ndio kanuni, ndio kipimo, ndio kiwango kisichokosea. Halafu akaeleza shuhuda zake hazipaswi kuchukua mahali pa maandiko. Kila mtu kama na msimamo na athibitishe msimamo wake kutoka imeandikwa. Thibitisha msimamo wako kutoka imeandikwa. Wewe unaleta msimamo, halafu msimamo wako unaoleta hautoki kwenye maandiko, ni udanganyifu na kunena kinyume na alichoasema Mungu kupitia huduma na maandiko ya Ellen G. White. Mwaka 1885 ameandika kwenye Shuhuda kwa Kanisa, gombo la pili, Testimonies for the Churches Volume 2, na hiyo ni ukurasa wa 605 paragraph ya pili. Ilikuwa ni mwaka 1885, na hapa nina nukuu. The Lord designs to warn you. Mungu amepanga kukuonya, to reprove, kukuadibisha, to counsel, kukushauri, through the testimonies given, kupitia shuhuda zilizotolewa, yani maandiko yake aliyoandika, ndio anatumia neno testimonies, and to impress your mind, na kufanya kitu kiathiri kwenye akili yako, with the importance of the truth of his word, na umuhimu wa ukweli wa neno lake. Unaona anachokueleza kitu hicho.
The written testimonies are not to give new light. Shuhuda alizoziandika hazileti nuru mpya, but to impress, ila kuleta athari, to impress vividly, kuleta athari vikali, ushahidi wa kweli wa wazi upon the heart, the truth of inspiration already revealed. Kuleta ukweli, kuleta athari za uwazi ulio mkali katika moyo kuhusiana ukweli uliovuviwa, uliokwisha funuliwa. Hii ndio ukweli wa wazi uliokwisha funuliwa. Kwa hiyo anachokieleza ni kwamba shuhuda zake zina impress vividly our minds, vinanumulika kwa wazi katika akili yetu. Ili tufanyeje? Sikiliza anachokieleza. Ili tuweze kuenda kwenye ukweli wa neno lake, kuleta ndani ya moyo kweli zilizovuviwa, zilizokwisha funuliwa. Kwa hiyo ikiwa mtu ni msomaji wa Ellen G. White writings, ni msomaji wa maandiko ya Ellen G. White, kitakachotokea kwake atajua Biblia inachosema. Lakini kama yeye anazungumza Ellen G. White quotations, ndio anarusha nazo tu, anatembea nazo mfukoni, anaimba nazo kwenye kichwa, anafanya hiki na kile, kwenye Biblia hawezi mthibitishia mtu yeyote ukweli anaousema. Hawezi kujenga hoja juu ya kile anachokiamini kutoka kwenye Biblia. Huyo hasomi maandiko ya Ellen G. White, anasoma kwa ajili ya kiu yake mwenyewe. Hicho ndicho kinachozungumzwa hapo, na ni vizuri ukaweza kufahamu. Na hajatoa nuru mpya. Mwaka 1901 alieleza ukweli huo kwamba maandiko yake hayachukui nafasi ya neno la Mungu. Na hii aliandika, ilikuwa ni barua ya 130, na aliandika mwaka 1901, na imeandikwa pia kwenye Shuhuda kwa Kanisa Gombo la Pili, Testimonies for the Churches Volume 2, ukurasa wa 604 hadi 609, na pia imeandikwa kwenye kitabu kile cha Selected Messages Book 3 na ukurasa wa 29. Na hapa sikiliza na nukuu. The Lord desires you to study your Bibles. Mungu anatamani ujifunze Biblia yako. He has not given any additional light to take the place of his word. Hajatoa nuru ya nyongeza ichukue nafasi ya neno lake. No. This light is to bring confused minds to his word. Ile nuru aliyopewa ni kurejesha akili iliyochanganyikiwa irejeshwe kwenye neno lake, which if eaten and digested, ambayo ikiwa hiyo nuru utakula hiyo nuru na kuicheua hiyo nuru, is as the life blood of the soul. Itakuwa kama damu hai ya ndani ya roho. Kwa hiyo anachokieleza ni nini? Shuhuda zake sio nuru ya nyongeza. Kuna watu wanasema, unajua Mungu ameandika kupitia Ellen G. White kuna nuru ya nyongeza. Acha kudanganya watu wa Mungu. Shuhuda za Ellen G. White sio additional light, sio nuru ya nyongeza kwenye hii. Biblia ina ukweli complete, yani umekamilika kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu, haupo tena mwingine. Naomba nirudie. Biblia ni neno la Mungu lililokamilika. Hatuhitaji nuru nyingine kana kwamba hii haijitoshelezi. Badala yake, shuhuda za Ellen G. White ni kurudisha confused mind, akili iliyokwisha changanyika irudi katika imeandikwa, na atakayesoma atakula hizo shuhuda, atacheua hizo shuhuda, atashangaa. Nini kitashangaa? Kwa sababu amesema hivi, atarudishwa katika, itakuwa ni uhai wa damu katika nafsi ya mtu. Kwa hiyo kuambia watu hii ni nuru mpya, Ellen G. White ameandika, unasema uongo. Hatuna nuru mpya kwenye maandiko ya Ellen G. White. Ellen G. White amesema hivi, hiyo sio nuru mpya, haiongezi chochote, badala yake inarudisha akili zilizochanganyika kwenye imeandikwa. Anaturudisha kwenye imeandikwa. Usipotetea unachoamini, unachofundisha kutoka hapa,
Usikimbie kwenye Ellen G. White writings, usikimbilie pale. Unataka cha kufanya, unataka kuonesha ya kwamba Ellen G. White ana nuru ambayo haiko hapa. Hatuna maandiko ya Ellen G. White ambayo ni nuru ambayo iko hapa. Hatuna. We don't have additional light from the testimonies of Ellen G. White. No. Badala yake zinamrudisha anayesoma hapa. Hapa ndipo tunarudishwa. Huo ni mwaka 1885. Kwa hivyo uzoefu wa maisha yake yote pamoja na wale walioishi now, the founders of the Seventh-day Adventist Church, pioneers, wale waliokuwa pamoja na yeye aliandika maneno haya, na hii ni barua ya 105 na ni mwaka 1903. Ona alichokiandika, na nukuu: "We then took the position that the Bible and the Bible alone." Tunachukua msimamo kwamba Biblia na Biblia peke yake was to be our guide, ndio ilikuwa kiongozi wetu, and we are never to depart from this position, na kamwe hatuwezi kutoka kwenye msimamo huu. Hatutatoka kwenye msimamo huu. The Bible and the Bible alone. Biblia na Biblia peke yake. The Bible and the Bible alone. Biblia na Biblia peke yake. Peke yake. Na hayo maneno ameandika kwenye nyaraka zake. Kwa mfano, Biblia na Biblia pekee. Kuna the Bible and the Bible only. Alafu kuna the Bible and the Bible alone. Kwa hiyo the Bible and the Bible only ni mara 45. The Bible and the Bible alone ni mara 47. Kwa hiyo wanaweza kuonyesha uelewa wake juu ya Biblia, na wanasema huo ndio kwa msimamo wake na msimamo wa wale wote waliokuwa kipindi chake, na haujawahi badilika. Kwa hivyo yeye alijiona kwamba ni mjumbe wa Mungu anayeongoza watu katika Biblia. Kwenye Selected Messages Book 1 ukurasa wa 32 paragraph ya pili, alijiona ni mjumbe wa Mungu anayeelekeza watu warudi kwenye Biblia. Kwa mfano, Shuhuda wa Kanisa Gombo la 8, Testimonies for the Churches volume 8 ukurasa wa 236 paragraph ya pili, aliandika mwaka 1904. Hapa na nukuu: "This is my work." Hii ndio kazi yangu. "To open the scriptures to others." Kufunua maandiko kwa watu wengine. "As God has opened them to me." Kama ambavyo Mungu ameyafunua kwangu. Anasema hiyo ndio, that is my work. Hii ndio kazi yangu. Kwa hiyo yote alichoandika Ellen G. White, narudia, alichoandika chochote Ellen G. White ni hivi, ni kufunua Biblia kwa watu. Ndio maana maandiko yake sio nuru mpya. Amefunua maandiko kwa watu. Kwa nini? Mungu amemfunulia maandiko na yeye anayafunua kwa watu wengine. Ndio maana sio nuru nyongeza. Maandiko yake sio nuru nyongeza, yanarudisha akili iliyochanganyikiwa kwenye imeandikwa. Usilete fundisho lisiloungwa mkono na Biblia, ni takataka. Na wala usije ukasema Ellen G. White amesema. Hajasema. Ellen G. White alichokisema ni Biblia. Kama hicho unachokisema wewe kwenye Biblia hukioni, umemsingizia. Maana maandiko ya Ellen G. White ni Mungu alimfunulia Biblia ili aiweke Biblia kwa watu. Sio nuru nyongeza. That's not additional light. No. Ndicho kitu ambacho kinazungumza namna hiyo. Na wakati 1909 wakati akiwa anatoa hotuba yake ya mwisho ya hadhara, mwaka 1909, ilikuwa ni General Conference Session. Siku hiyo nipatie tu data kidogo. Wakati huo tangu injili imeanza kanisa la Sabato, wakati huo ilikuwa watunza Sabato 1846 tu kule New England. Ilikuwa 1846 walikuwa ni 50 pekee, na waumini walikuwa ni 83,000. Waumini wanafikia 83,000 mwishoni mwa mwaka 1908. Na katika hao 59,000 walikuwa ni wako Marekani, na 24,000 walikuwa ni sehemu zingine za ulimwengu.
na wakati huo urudishaji wa zaka mwaka 1908 ilikuwa imefikia dola za Kimarekani milioni 1.1, na kulikuwa na wachungaji waliowekewa mikono 800 katika mwaka 1908 na 400 walikuwa ni wale wenye leseni ya uchungaji. Na hii ni kulingana na statistical report mwaka 1908 na iko kwenye General Conference Bulletin 1909 ukurasa wa 260, unaikuta pale. Sasa huu ulikuwa ni mkutano wake wa mwisho mwaka 1909, sio wa mwisho tu, lakini kwa hadhara katika General Conference. Na sikiliza ambacho alifanya siku hiyo, na alikuwa amepewa kipindi cha mwisho, na ilikuwa ni saa 9 mchana. Kwa ni saa 9 mchana, na siku hiyo alitoa hotuba, ilikuwa na neno linasema partakers of the divine nature, washiriki wa asili ya kimbingu ama ya kiungu, partakers of the divine nature. Hiyo ilikuwa ndio theme aliyohutubia siku hiyo mchana wa saa 9. Na baada ya hotuba aliyoitoa, akatoka pale kwenye mimbari. Alipotoka pale mimbari kuelekea kwenye kiti chake, alafu ghafla akageuka, akarejea ameshika Biblia, na Biblia ile aliyokuwa ameishika ndio Biblia aliyokuwa anahubiri siku ile kutoka katika Biblia hiyo, na akiwa ameinyanyua hivi na amenyoosha mkono namna hii, ameinyanyua na amenyoosha mkono hiyo Biblia. Wakati umri umekwenda, na ambaye ni bibi sasa, na kwa sababu ya umri na kutetemeka kule kwa uzee ukiwemo pia, wakati amenyoosha hiyo mikono yake, I admonish watu wote kwenye ile General Conference session, anasema brethren and sisters, ndugu na dada, I commend unto you this book. Ninawapendekezeni kitabu hiki. Hiyo ilikuwa ndio mara yake ya mwisho kutoa hotuba hadharani, public appearance in General Conference session 1909, na akasema, ndugu na dada, nawapendekezeni kitabu hiki. Na alikuwa ameandika maandiko mengi sana, lakini hajawaambia nawapendekezea vitabu nilivyoandika. No, akasema nawapendekezeeni kitabu hiki. Na mimi narudia, wewe pamoja na mimi unanisikiliza, huu ndio mjumbe wa Mungu N.G. White. Ametupendekezea kitabu hiki. Kitabu hiki. Unafahari kusoma kitabu hiki. Unafahari kujifunza kitabu hiki. Unafahari kukizungumza kitabu hiki. Sio vya wasomi wa dunia hii. Usione fahari juu ya maandiko ya N.G. White. Maandiko ya N.G. White yanaona fahari juu ya kitabu hiki. Yanaona fahari juu ya kitabu hiki. Brethren and sisters, I commend unto you this book. This book. Kwa hiyo baada ya kueleza uhusiano N.G. White anavyoona maandiko, umeelewa. Maandiko yake N.G. White, shuhuda zake hazichukui nafasi ya Biblia. 1. 2, shuhuda zake hazipaswi kuwekwa mstari wa mbele badala ya Biblia. 3, sio nuru ya nyongeza. Sio nuru ya nyongeza. 4, kazi ya shuhuda hizi ni kuongoza akili zilizochanganyikiwa kwenye imeandikwa. Kwa hiyo yeye alifunuliwa maandiko ili ayaweke wazi maandiko matakatifu. Kwa hiyo popote unaposoma na ukaona ukadhani maandiko ya N.G. White yanapingana Biblia, itakuwa ni shida ya wewe msomaji na tafsiri yako, maana alichoandikwa ni Biblia. Sehemu ya 3 ambayo napaswa kuizungumza ni mahusiano yake sasa na Biblia. Maandiko yake yanahusianaje na Biblia? Hapa nitakupatia mambo 3 muhimu sana. La kwanza, kwenye kile kitabu kinaitwa Cropter Evangelist, mwinjisi wa vitabu, Cropter Evangelist, ukurasa wa 37, na aliandika mwaka 1902, lakini pia imeandikwa kitabu kile The Review and the Herald, January 20, 1903, na pia imenukuliwa kwenye kitabu kile cha Cropter Ministry, ukurasa wa 125, na hapa na nukuu, literal heed is given to the Bible. Umakini mdogo sana umetolewa kwa maandiko, kwa Biblia. And the Lord has given a lesser light to lead men and women to the greater light. Na Bwana ametoa nuru ndogo iongoze wanaume na wanawake katika nuru kubwa.
Sasa unajua neno la Kiingereza lesser, Kiswahili tunasema tu ndogo. Hakina hajatumia neno literal. Ndio kuna tofauti. Unajua kuna Kiingereza literal na lesser ni maneno mawili tofauti kabisa. Lakini Kiswahili tunasema tu ndogo. Anasema kwa sababu watu wameipa usikivu Biblia mdogo sana, Mungu amempatia Ellen G. White maandiko alichoandika. Amesema yeye mwenyewe ni nuru ndogo ili iongoze wanaume na wanawake kwenye nuru kubwa. Sasa cha ajabu, siku hizi watu wanabadilisha Biblia ndio iwe lesser light, alafu maandiko ya Ellen G. White iwe greater light. Na mimi najiuliza wanasoma wapi? Yaani mtu akishinda kuonesha Biblia inavyosema, sasa anataka kuonyeshe maandiko ya Ellen G. White kana kwamba ndio greater light. Huo ni kuwa na kiboriti, sio banzi. Ni utapiamlo mkubwa sana wa usomaji wa nukuu za Ellen G. White, maandiko ya Ellen G. White, na uelewa finyu mno kuhusiana na Biblia. Maandiko ya Ellen G. White amesema hivi, ni nuru ndogo inayoongoza wanaume na wanawake kwenye nuru kubwa. Sasa ikiwa umegundua jambo lolote zuri kwenye maandiko ya Ellen G. White, kwa vyovyote itakuwa imekuelekeza kwenye nuru kubwa. Ikiwa ulichokigundua kwenye maandiko ya Ellen G. White huwezi kukiona popote kwenye Biblia, ni uelewa wako tu, ni shida zako ulizo nazo, kwa sababu ni nuru ndogo inayoongoza kwenye nuru kubwa. Lesser light to lead women and men to the great light. Greater light. Kwa hiyo ni vizuri ujue, hiyo ni jambo la kwanza. Maandiko ya Ellen G. White ni nuru ndogo inayoongoza kwenye nuru kubwa, na nuru kubwa ni Biblia takatifu. Kwa hiyo tunatazamia mtu yeyote anaposema Ellen G. White amesema, usiseme tu amesema. Alichokisema tuambie hivi, kiko hapa kwenye Biblia. Ukituambia tu Ellen G. White amesema na utuambii kwenye Biblia kiko wapi, nenda useme peke yako kwa chumbani. Usiseme na mtu wa Mungu yeyote, kwa sababu ni nuru ndogo inayoongoza watu, wanaume na wanawake, kwenye nuru kubwa. Hilo jambo la kwanza. Sikiza uhusiano wa maandiko yake na Biblia. Yeye mwenyewe ndio ameita maandiko yake yote ni nuru ndogo, lesser light, na Biblia akaita greater light. Kwa hiyo kazi ya maandiko yake ni kuongoza mimi na wewe kwenye nuru kubwa. Jambo la kwanza. La pili, ameandika mwenyewe kwamba maandiko yake hayapingani na Biblia. Wakati alimwandikia dada moja kule Rasmussen Machi 19, 1907, hii ni katika barua ya 106 mwaka 1907 na ni paragraph ya kwanza, lakini pia inapatikana kwenye Manuscript Releases gombo la 8 kurasa 36 paragraph ya pili, na imenukuliwa pia kwenye Selected Messages book 3 kurasa 32 paragraph ya 3, na hapa na nukuu: The Bible must be your counselor. Biblia lazima iwe mshauri wako. Study it, jifunze Biblia, and the testimonies God has given, na shuhuda ambazo Mungu amezitoa. Shuhuda anamaanisha maandiko aliyoandika Ellen G. White. For they never contradict his word. Maana hizi shuhuda hazipingani na neno lake. Kwa hiyo sasa una kazi na mimi nina kazi. Unayo kazi na mimi nina kazi. Ipi? Kuhakikisha hatutofautishi maandiko ya Ellen G. White na Biblia. Ujifunze Biblia, soma maandishi shuhuda za Ellen G. White, maana contradict the Bible. Kwa hiyo ukipata kitu chochote ukasema nimepata nuru, Ellen G. White amesema hiki na kile, hivi na vile, halafu ni kinyume na hapa, hujasoma hizo shuhuda, umezitafsiri ulivyotaka wewe. Ndio maana hizi kwiku za Armageddon zinakuja, watu wanajibanza kwenye shuhuda, Ellen G. White amesema hiki na kile. Wapi? Unamfanya aliyenena na Ellen G. White aonekane tofauti na aliyenena na Isaya, aliyenena na Amosi. Roho Mtakatifu aliwaongoza wote. Inspiration the same. There is no degrees of inspiration. Hakuna asilimia za uvuvio.
Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hatutazamii alichoandika Ellen G. White kitofautiane na alichosema Mungu kwenye maandiko matakatifu. Hakuna. Na hiyo ni msingi ambao tunaenda huko mbele. Tutaenda huko mbele uweze kuona kwa wazi kabisa. Wazi. Hilo ni jambo la pili. La pili ni lipi? Maandiko ya Ellen G. White hayatofautiani na maandiko matakatifu Biblia. Hakuna contradiction. Hakuna. La kwanza tumeona ni nini? Nuru ndogo inaongoza wanaume na wanawake kwenye nuru kubwa. Kwa hiyo kama unasoma maandiko ya Ellen G. White yatakuongoza kwenye Biblia. Kwa hiyo unachokipata lazima kiwe kwa ndani ya Biblia. Kwa kweli ni hivi, kama utaelewa Ellen G. White, utaelewa vizuri kwenye Biblia, maana ndio nuru kubwa. La tatu, akiandika kwenye kitabu kile cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, Testimonies for the Churches, volume 5, ukurasa wa 98, paragraph ya pili, ambayo hii Testimonies for the Churches volume 5 ameandika kwenye mwaka 1882, mwaka 1885, mwaka 1889. Na hapa na nukuu: "If you lose confidence in the testimonies," ikiwa utapoteza imani katika shuhuda, kwa maana maandiko aliyoandika Ellen G. White, "you will drift away from Bible truth." Utasombwa mbali kutoka kwenye ukweli wa Biblia. Nini anachokisema hapa? Anachokisema hapa ni hivi: uwezi kudharau shuhuda za Ellen G. White halafu usidharau Biblia. Sikiliza vizuri. Ukidharau shuhuda za Ellen G. White utakuwa umedharau na maandiko. Ukijitoa kwenye alichoandika Ellen G. White, umejitoa kwenye Biblia. Kwa hiyo ni nini maana yake? Ukipoteza hiki, umepoteza na hiki. Kuna watu ambao wanafikia hatua wanasema, unajua hakuna haja ya shuhuda za Ellen G. White, hatuhitaji maandiko ya Ellen G. White, unajua hivi na vile. Nimekueleza hivi, tukinukuu kutoka kwa Ellen G. White mwenyewe akieleza alichoandika Ellen G. White ni Biblia ambayo Mungu alimfunulia, na hivyo na yeye anaongoza watu kila alichofunuliwa Mungu kwenye Biblia. Kwa hiyo ndio maana ukikataa shuhuda za Ellen G. White, maana yake umekataa Biblia, kwa sababu Mungu alichomfunulia ni Biblia. Ni Biblia ndio alichomfunulia. Kwa hiyo tafsiri za watu ndio zinakuwa mbaya, zinawafanya watu wachukie alichoandika Ellen G. White kwa sababu ya tafsiri zao tu. Tafsiri zao peke yake. Lakini kukataa shuhuda za Ellen G. White ni kusombwa mbali na Biblia. Utakuwa umejiweka mbali na Biblia. Kwa hiyo ndio kitu ambacho unafahamu, ndio uhusiano uliopo wa alichoandika Ellen G. White na Biblia. Moja, ni nuru ndogo inayoongoza wanaume na wanawake kwenye nuru kubwa. 2, maandiko ya Ellen G. White na Biblia havipambani, havitofautiani. There is no contradiction. 3, ukidharau shuhuda umejiondoa kwenye maandiko matakatifu. Kwa hiyo baadhi ya watu tukieleza ukweli wanasema hawaamini Ellen G. White. Ni tafsiri yako tu. Ni tafsiri yako tu. Huyu ni mjumbe wa Mungu na alichoandika ni Biblia. Sio kwamba ameweka nuru mpya. Mungu amemfafanulia kurejesha akili zilizochanganyikiwa kwenye imeandikwa. So wewe kama unasoma maandiko ya Ellen G. White, halafu ndio unaiona Biblia kama ndio sijui ya kawaida, na Ellen G. White yupo naye msomo. Yupi? Paka dakika zake za mwisho kwenye public speaking anaeleza, "I commend this book to you brethren." Anaeleza dakika wakati anahubiri kwa mara ya mwisho, akionekana akihubiri kwa hadhara, ndicho alichowapendekezea watu kwenye ule mkutano mkuu wa General Conference session. Kwa hivyo ni nini ninachokieleza hapa? The correct understanding of the inspiration and authority of the writings of Ellen G. White will avoid two extremes. Uelewa sahihi juu ya uvuvio na mamlaka ya maandiko ya Ellen G. White vitakuwezesha wewe na mimi kujiepusha katika miemuko mikubwa miwili. Two extremes. Kupitiliza kwa aina mbili. Moja, regarding these writings as functioning on a canonical level identical with the scriptures. Kule kudhani ya kwamba maandiko ya Ellen G. White yanafanya kazi katika lengo daraja moja na Biblia itakuwa ni changamoto. 2, considering them as ordinary Christian literature. Kuifanya maandiko ya Ellen G. White yawe kama tu maandishi ya Wakristo wote walioandika. Never. Wako watu wanaodharau maandiko ya Ellen G. White, wanadhani sana vitabu walioandika watu wa Mungu wengine,
wanadhani ni vitabu vya literature, wengine wanafikiri ni vitabu vya maarifa, wengine wanasema ni ushauri hiki na kile. Hiyo ni extreme nyingine. Ile ni sauti ya Mungu kupitia huduma ya N.G. White. Pili, wako wanaopitiliza pia, wanaotaka maandiko ya N.G. White yawe na authority zaidi ya Biblia. Ni uongo. N.G. White amesema Biblia ndio wote tutahukumiwa, will be all of us be judged by the word. Kwa hiyo acha washa zako, hizo ni extremes, ni kwikwi za Armageddon. Ndio maana watu wengi wanajificha leo, N.G. White. Amesema 2027 N.G. White, 2031 N.G. White. Tutaenda huko, tutazisikiliza vizuri. Tulieni tu watu wa Mungu, nia yetu yote ni njema, wote tunashauku Yesu anakuja tena. Wote tunashauku Yesu anakuja tena. Wote tunashauku hiyo. Wote tunapaswa kujiandaa. Ila hiyo miaka ndio hatuioni kwenye Biblia, hatuioni kwenye maandiko ya N.G. White. Hiyo miaka 2027, hiyo miaka 2031 hatuioni kwenye Biblia, hatuioni kwenye N.G. White writings. Ndio maana tunalazima kufika sasa hapa ili tuanzie pale, ili watu wasimtofautishe N.G. White kana kwamba ana nuru ya nyongeza. Ameandika yeye mwenyewe, maandiko yake sio additional light. Hakuna, alichoandika yeye ni Biblia. Kwa hiyo kama ameandika N.G. White, lazima kiwe kwenye Biblia. Kama akipo hapa, ni tafsiri yako. Unataka umfanye N.G. White aonekane ni muongo, ni nabii wa uongo. Si kweli. Uonekane ni mjumbe wa Mungu wa uongo. Hapana. Ni wewe ndio muongo. Lakini sio yeye. Kwa sababu alichopewa na Mungu, amepewa Biblia. Sehemu ya 4 na ya mwisho kwa leo, nieleze tu kwamba kunahitajika namna ya kutafsiri maandiko ya N.G. White. Nataka leo nimalizie hapa kwa sababu ninabidi niende pole kabisa, taratibu, watu wa Mungu msikie, katika eneo hili kubwa ambalo lina shida sana leo. 75% ya changamoto za mafundisho katika ulimwengu wa Kikristo na hasa wa Adventista wa Sabato ni matokeo ya kutafsiri vibaya N.G. White writings. Ni matokeo tu ya tafsiri mbaya. Basi ni issue ya hermeneutic understanding of N.G. White writings. Basi sio kitu kingine. Angalia anachoandika yeye mwenyewe, manuscript Gombo la 21 mwaka 1901, na pia ikaonekana kwenye Selected Messages book 1 ukurasa wa 44 paragraph ya 3, na hapa na nukuu: I know that many men take the testimonies the Lord has given. Najua kwamba watu wengi wanachukua shuhuda ambazo Bwana amezitoa and apply them as they suppose they should be applied. Alafu na kuzitumia vile wanavyofikiri kwamba zinapaswa kuitumika hivyo kwenye matumizi. Picking out a sentence here and there. Wanachukua sentence hapa, wanachukua sentence kule. Taking it from its proper connection. Wanaitoa katika muunganiko wake sahihi. And applying it according to the idea. Na kuiweka kwenye matumizi kulingana na uelewa wao. Thus, poor soul become bewildered. Na hivyo wanafanya roho maskini zinachanganyikiwa. Bewildered. Kama umezidanganya kabisa. When could they read in order all that has been given? Lakini kama wangelisoma yote yaliyotolewa pale, they would see the true application. Wangeona matumizi yake sahihi, and would not become confused, na wasingechanganyikiwa. Much that purports, mengi ambayo wanaleta maana iliyotenguka, to be a message from Sister White, na kusema kwamba ni ujumbe kutoka kwa dada White, serves the purpose of misrepresenting Sister White. Wanajikuta wanafanya kusudi moja tu la kumwakilisha vibaya dada White, making her testify in favor of things that are not in accordance with her mind or judgment, na kufanya ashuhudie kila ambacho ni kinyume na walionayo aliyokuwa nayo kwenye akili yake na katika uelewa wake. Ndicho anachokifanya. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo unachukua sentence, unachomoa kule, unaunga. N.G. White amesema unatengeneza uelewa. Unasema unamfanya N.G. White anene kila ambacho sicho alichonena. Usifanye compilation za namna hiyo. Usifanye. Na yeye ni mwaka 1991. Ukiona hivi maana yake wenye kufanya hivyo maandiko yake walikuwepo tayari. Sio wewe wa kwanza.
wala mimi nikiamua kufanya hivyo sitakuwa wa kwanza. Hapana. Niwaambie ndugu zangu, ukizungumzia kuchoka na dunia ya dhambi, tumechoka. Hii dunia ina dhiki, lakini hatuharakishi kwenda mbinguni kwa kutamka vitu ambavyo havimo kwenye maandiko. Nimeahidi nitakueleza kwa nini Ibilisi anataka tufike huko. Nitakueleza, tuendelea kusikiliza. Utapata tu nafasi, utasikia vizuri. Lakini wakati anamwandikia Elder George C. Tiner katika barua ya 208 aliandika Juni tarehe 29, 1906, na hapa na nukuu, ona alichoandika: "Those who are not walking in the light of the message," wale ambao watembei kulingana na nuru ya ujumbe, "may gather up statements from my writings," wanaweza kukusanya nukuu katika maandiko yangu, "that happens to please them," zinazoonekana kuwapendezesha, "and that agree with their human judgment," na ambazo zinakubaliana na maamuzi yao wenyewe, "and by separating these statements from their connection," na kwa kuzitenganisha hizi nukuu katika miunganiko yake, "and placing them beside human reasons," na wanaziweka katika kufikiri kwa wanadamu, "make it appear that my writings uphold that which they condemn." Halafu unakuona kwamba maandiko yangu yanakubaliana kile wanacho kiraumu. "I charge you not to do this work." Nina kuamuru usifanye kazi hiyo. I charge you, na kuagiza usifanye kazi hiyo. "To use my writings thus," kutumia maandiko yangu namna hiyo, "and at the same time reject the message which I bear to correct errors." Halafu wakati huo mnakataa message, ujumbe ambazo ninazitoa kurekebisha makosa. Is misleading, mnapotosha and inconsistency, na mnafanya havikubaliani kabisa. Mimi nikupe mfano mpendo. Kwa mfano, yani wanakoti huku, wanaunga huku, halafu wanakataa zile ambazo pia anaandika zinazogusa huku, ili mawazo yao waone kama zinafanya vizuri. Kwa mfano kwenye manuscript 139 mwaka 1901 paragraph ya 10 aliandika kuhusiana na wale wanaoshambulia the remnant church. Unajua wale wanaoshambulia kanisa lililosalia, Seventh Day Adventist Church. Na sikiliza tu vizuri hapa. Na hapa na nukuu: "Let all be careful not to make an outcry against the only people who are fulfilling the description given of the remnant people." Hebu mtu yeyote asipaze sauti dhidi ya watu wale ambao wanakamilisha kile kilichoelezwa kuhusiana na waliosalia. "Who keep the commandments of God," wanaoshika amri za Mungu, "and have the face of Jesus," na wanao imani ya Yesu. "Who are exalting the standard of righteousness," wanaoinua kiwango cha haki, "in these last days," katika siku hizi za mwisho. "God has a distinctive people," Mungu ana watu maalum, "a church on earth," kanisa katika dunia, "second to none," hakuna jingine, "but superior to all in their facilities," lakini lenye iliyo na nguvu katika vitendea kazi vyake vyote, "to teach the truth," kufundisha ukweli, "to vindicate the law of God," kuinua amri ya Mungu. Sasa unaona hapa anaeleza, ngoja niwaambie kitu pekee. Ninaeleza watu wananukuu kuna kule, alafu wanaacha kule anacho correct. Unajua kuna watu mpaka sasa wanaosema Waadventista wa Sabato sio kanisa lililosalia, halafu wanapaza sauti kulishambulia. Ameandika kitu hicho hapa. Anaeleza hili ni kanisa la Mungu, distinct people. Mungu ana watu wake maalum. God has a distinct people. Halafu a church on earth, kanisa duniani. Halafu second to none, hakuna jingine. Hakuna. Sasa mimi huwa ninapata shida, na bahati mbaya, ngoja niwaambie siri. Unajua watu wote wanaojiita wana matengenezo. Unajua pale tulisoma nabii nje anaeleza, mjumbe wa Mungu anaeleza Biblia ndio basis of all reforms. Yaani matengenezo yote Biblia ndio base. Biblia ndio base. Tena saa nyingine mnafanya maandiko nje yaonekana hayana maana. Maana kila mkifanya vituko hivi, watu hao wakifanya vituko wanasema ni Jiwati amesema. The Bible is the basis of all reforms, the standard of all doctrines. Ndio kiwango cha mafundisho yote, halafu ndio msingi wa matengenezo yote. Sasa ukiangalia wale wanaojiita wana matengenezo na kudhani kutoka ndani ya kanisa ndio kufanya matengenezo, si kweli. Si kweli. Na ameandika hakuna kanisa jingine.
second to none, na ni kanisa la Mungu, distinct people, distinct people. Na mimi niwaambie tu ndugu zangu wapendwa, ninyi ambao mnadhani ujumbe wa matengenezo ndio unawafanya mjiondoe, nenda msome vizuri. Hakuna kanisa jingine na second to none, hakuna. Na sisi ambao tunawasikiliza watu ambao wamejitenga ndani ya kanisa na kuanza kushambulia hizo kanisa la kweli na nini, halafu mnawategea masikio watu walioanguka, unawategea masikio. Upatie mfano mwingine. Wanaliita kanisa hili ni Babeli. Kwenye kitabu kile Review and Herald September 12 mwaka 1893 aliandika, we are not to think that the chosen ones of God, hatupasi kufikiri kwamba watu waliochaguliwa na Mungu, who are trying to walk in the light, wanaojaribu kutembea katika nuru, compose Babylon, etu ni sehemu ya Babeli. The fallen denominational churches of Babylon, madhehebu yaliyoanguka ndio yanayotengeneza Babeli. Manuscript Releases gombo la kwanza, Manuscript Releases gombo la kwanza, ukurasa 362 paragraph ya 3, na imenukuliwa pia Selected Messages book 2 ukurasa wa 68 paragraph ya 3, anasema, the Lord has not spoken by any messenger who calls the church that keeps the commandments of God Babylon. Mungu hajasema na mjumbe yoyote anayeliita kanisa linalotunza amri 10 za Mungu kwamba ni Babeli. God has not spoken by any messenger. Mungu hajawahi nena kupitia mjumbe yoyote anayeliita kanisa linalotunza amri 10 za Mungu ni Babeli. Naendelea kunukuu. True, there are tares with the wheat. Ni kweli kuna ngano na magugu ndani yake. But Christ said he would send his angels to first gather the tares and bind them in the bundles to burn them. Lakini Yesu alisema atatuma malaika zake, kwanza watakusanya magugu na kuyafunga matita na kuyachoma. But gather the wheat into the garner, na kukusanya ngano ghalani. I know that the Lord loves his church. Najua kwamba Mungu analipenda kanisa lake. It is not to be disorganized. Halipaswi kuwa kanisa ambalo halina muundo, or broken up into independent atoms, au imevunjika katika atom inayojitegemea. There is not the least consistency in this. Hakuna kuonekana wote katika hili. There is not the least evidence such a thing will be. Hakuna ushahidi wowote kwamba hiyo itatokea. Those who shall heed these false messages, watakaosikiliza ujumbe huo wa uongo, and try to leaven others, na kujaribu kuchachua wengine, will be deceived, watadanganywa, and prepared to receive advanced delusions, na watakuwa wamejiandaa kupokea madanganyo mengine yajayo, and they will come to naught, na watakuwa sifuri. Sasa unaona watu wanaita kanisa hili ni Babeli. Ni Babeli tena kabisa wazi. Sasa Mungu hajawahi kutoa ujumbe na akanena na mtu yeyote ujumbe kama huo. Hakuna mara popote. Manuscript gombo la 21 ukurasa mwaka 1893, na hii pia nainukuu. Anasema, I have no such message to give. Sina ujumbe huo kutoa, but one of an entirely different character. Huo tofauti kabisa, wenye ujumbe tofauti kabisa. Beware of those who arise with the great burden to denounce the church. Jihadhari na wale wanaoinuka na mzigo mkubwa wa kukanusha kanisa. When anyone is drawing apart from the organized body of God's commandment keeping people, yeyote anayejiondoa katika muundo wa kanisa la Mungu unaotunza watu wa Mungu, wanaotunza amri 10 za Mungu, amri za Mungu, when he begins to weigh the church in his human scale, anapoanza kulipima kanisa katika mzani wa kibinadamu, and begins to pronounce judgment against them, na kuanza kutoa hukumu dhidi ya hao watu, then you may know that, ndipo utajua kwamba God is not leading him. Mungu hamuongozi. He is on the wrong track. Yuko katika njia iliyopotoka. Bwana ameandika wazi tu. Ameandika wazi. Natumia nafasi hii kwa mtu yeyote, licha ya kuwemo kwa magugu ndani ya kanisa,
Mungu hilo ndio kanisa lake. Anajua atakapotenganisha ngano na magugu siku akija. Lakini kama kanisa ni kanisa la kweli, kanisa lenye utume maalum, na amelipa wajibu mtakatifu, na mtu yeyote anayetoa hukumu dhidi ya kanisa hili, mjumbe wa Mungu amesema utajua Mungu hamuongozi. Nisome tena kwenye Testimony to the Ministers and the Gospel Workers. Some have advanced the thought that as we near the cross of time, baadhi ya watu wameendekeza wazo ya kwamba tunapokaribia mwisho wa wakati, every child of God will act independently. Kila mtoto wa Mungu atatenda kwa kujitegemea of any religious organization, kando na muundo wote wa kidini. But I have been instructed by the Lord, lakini nimeelekezwa na Bwana that in this work, katika kazi hii, there is no such thing, hakutakuwa na kitu kama hicho, as every man's being independent, kwamba kila mmoja ajitegemee. Hiyo ni testimonies for the ministers and gospel workers, ukurasa 489. Sasa kuna watu wanawaambia watu, unajua hakuna haja ya kuwa ndani ya kanisa, hakuna haja ya muundo wa kanisa. Sitomsubiri Yesu, mtu amejipanga huku, sio walioko ndani ya kwenye muundo wenye ushirika, hapo ndio wanao. Hayo maneno yote hayamo kwenye maandiko. N.G. White anaeleza wazo la kudhani mtu atajitegemea peke yake, asiwe ndani ya ushirika wa kanisa, katika muundo wa kanisa. Anasema such a thing will not happen. Kitu kama hicho hakitatokea hata wakati wa mwisho, hakipo. Rudi. Huu wote ni kwikwi za Harmagedoni, ni washawasha. Hakuna matengenezo yanayokutoa ndani ya kanisa. Ndani ya kanisa ameeleza kuna ngano na magugu, lakini kwa sababu unanukuu huku, zile unazoona kama zinakusapoti unashikilia, zile unazoona kuonyesha hivi na vile unakataa, halafu unasema hili ni Babeli, hili ni Laodikia, mwisho wa siku hatutakuwa ndani ya muundo, kila mtu atajifanyia kivyake. N.G. White yupo nayesoma maandiko yake? Yapi? Kwenye kitabu cha Faith I Live By, The Faith I Live By, ukurasa wa 52, paragraph ya 2. We need to realize that the Holy Spirit, tunapaswa kutambua kwamba Roho Mtakatifu is as much as a person as God is a person. Ni nafsi kama ambavyo Mungu ni nafsi. Sasa unajua watu wako wanaopinga Roho Mtakatifu, sio nafsi, ni nguvu. Ameandika N.G. White. Mbona hii amsomi? Haya, kwenye kitabu hicho The Faith I Live By, ukurasa wa 52, paragraph ya 3, anasema the Holy Spirit has a personality. Roho Mtakatifu anayo nafsi. Else he could not bear witness to our spirit. Vinginevyo asingeshuhudia roho zetu, and with our spirits that we are the children of God. Asingeshuhudia pamoja na nafsi na roho zetu kwamba sisi ni watoto wa Mungu. He must also be a divine person. Anapaswa kuwa nafsi ya kiungu. Else he could not search out the secrets which lie hidden in the mind of God. Vinginevyo asingeweza kutafuta siri zilizofichika katika nia ya Mungu. Huyo anatueleza ni nafsi ya uungu, lakini pia anatueleza ni nafsi iliyo hai. Kwenye kitabu kile cha Review and Herald, Mei 19, 1904, paragraph ya 3, lakini pia imeandikwa Review and Herald November 19, 1908, paragraph ya 5. Sikiliza anachoeleza juu ya Roho Mtakatifu. The power of evil had been strengthening for centuries. Nguvu ya uovu imetiwa nguvu kwa karne nyingi. And the submission of men to this satanic captivity was amazing. Na kujisalimisha kwa watu kwa hii katika utumwa huu wa kishetani ni wa kushangaza. Sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of the third person of Godhead. Dhambi inaweza kupingwa na kushindwa tu kupitia kwa wakala mwenye nguvu wa nafsi ya tatu ya uungu. Huyu ni N.G. White, nafsi tatu ya uungu. Who would come with no modified energy, anakuja bila na nguvu iliyotengenezwa kurekebika, but in the fullness of divine power, lakini na nguvu ya kiungu. It is the spirit
that makes effectual what has been wrought out by the world's Redeemer. Ni Roho Mtakatifu anayeweza kufanya kile ambacho mkombozi wa ulimwengu alikifanya kiwe na matokeo kwa wanadamu. Niliwaambia ndio maana watu wako wanapinga Roho Mtakatifu sio Mungu. Wanasema hakuna utatu. Wanasema tu ni nafsi moja. Halafu wanakuja wanatuambia wanasoma NG White. Ipi? Ninaeleza tu ili uweze kusikia shida ya kunukuu pale na hizo mshamusha zao, kwa vile akilini mwao wanataka yaandikwe hivi. Usisahau alisema hivi, alichofunuliwa NG White ni hii. Ni Biblia. Sasa ikiwa wewe unadai NG White anasema hakuna nafsi, Roho Mtakatifu sio nafsi, basi utuambie unasoma wapi? Wapi amesema? Kwa sababu ametueleza Mungu alimfunulia Biblia na yeye ameandika ili atufunulie Biblia. Na yeye ni nuru ndogo inatuelekeza kwenye nuru kubwa. Na maandiko yake ya contradict na maandiko matakatifu. Sasa wewe unasoma NG White yupi? Ninawaambia ndugu zangu wapendwa, wowote wanaokataa mafundisho ya shuhuda. Ndio maana akasema ukipuuza shuhuda, you are drift away from the word. Na ndio maana hivyo. Kwa hiyo wanaosema hakuna utatu, ni fundisho sijui la dhehebu gani, unasoma NG White yupi? Ni nani unayesoma? Na ile NG White ameandika mwaka 1908 mishoni mwa utumishi na utume wake 1908, na yeye amefariki 1915. Na nitaendelea hapa na kupatia tu mfano wa kuchukua hiki kinachowapinga, kinachorekebisha confused mind. Ameandika ili akili zilizochanganywa zirudi. Imeandikwa. Na hapa narudia, kama akili yako imechanganywa juu ya utatu, ameoneshwa ili akili iliyochanganyikiwa hiyo irudishwe kwenye maandiko. Maana yake Mungu alimfunulia maandiko na ndicho alichoandika NG White. Sasa wewe kama unasema NG White ameandika, mbona hilo ulielewi? Unawezaje kusema hivyo? Hawezi kuandika kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi, alafu nafsi ya uungu, isipokuwa Biblia ndivyo inavyosema. Sasa wewe unasema kitu gani? Hii ndiyo ambacho tunapaswa kufahamu, na ni Roho Mtakatifu ameeleza hapa ndiyo nguvu, wakala pekee anayeweza kutusaidia kuresist sin, kupinga uovu. Sikiliza, ameeleza sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of the third person of the Godhead. Dhambi inaweza tu kupingwa, dhambi inaweza tu kushindwa kwa utendaji wa wakala wa Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu ya uungu. Niseme nini? Niseme nini juu ya jambo hili? Niseme nini? Na ni kwa sababu hiyo watu wanaeleza na hawaelewi. Wanawafundisha watu hakuna haja, tuhitaji wachungaji wa mishahara. Na ukiwaeleza, mara sijui NG White amesema, mara sijui wapi amesema, wapi? Wakikutoa huko wanakuyumbisha, wanaeleza hakuna haja kuwepo na halmashauri kuu ya kanisa, General Conference imeuzwa, mara hiki na kile. Wapi huko? Wakikutoa huko nakwambia hakuna haja kurudisha zaka, maana ni chakula tu mnawapa wachungaji bure. Na NG White ameandika vizuri haya mambo wazi. Alafu anadai tu anaamini roho nabii. Nani anayeamini roho ya nabii? Nani anayeamini shuhuda za NG White? Wewe unayetoka na kuambia watu hakuna haja ya kutoa zaka, unawaambia watu hakuna haja ya kuwa kwenye muundo wa kanisa, unawaambia watu ili Laodikia kwamba ili kanisa ni la Babeli. Wewe ndio hauna Roho Mtakatifu, maana walinena wakiongozwa Roho Mtakatifu. Haya, na kama hayo ndio yaandikwa, wewe unaamini yapi? Hawa naeleza General Conference sio sauti ya Mungu tena. Hakuhitajiki theolojia ili kuwa mchungaji. Yaani ni vitu vya ajabu. Kila mmoja atajitegemea katika siku za mwisho, sio mpaka awe kwenye muundo wa kanisa. Usijidanganye. Na nimesoma NG White. Sikiliza tu vizuri. Uko kwenye hatari kujitenga na God's commandment keeping people. Kujitenga na Seventh Day Adventist. Tumesoma NG White. Unapotoka. Sicho alichosema NG White.
hata kidogo. Na kuna mengine mengi yanayosema pale, mengi. Many study the scriptures. Hii ni manuscript ile ukurasa 152 paragraph ya kwanza, na ameandika mwaka 1890 lakini katika diary yake pia ya Januari 10 anaandika, many study the scripture for the purpose of providing their own ideas to be corrected. Wengi wanajifunza maandiko matakatifu kwa kusudi ili waweze mawazo yao yenyewe yaweze kuwa sahihi. They change the meaning of God's word. Wanabadilisha maana ya neno la Mungu to suit their own opinions, ili yafae kwa mawazo yao wenyewe. And thus they do also with the testimonies that he sends. Na wanafanya hivyo hivyo kwa shuhuda ambazo Mungu amezituma, yani maandiko ya NG White. They quote half a sentence, wananukuu nusu ya sentensi, leaving out the other half. Wanaacha nusu ya sentensi nyingine, which if quoted, ambayo kama ingenukuliwa, would show their reasoning to be false. Ingedhihirisha uelewa wao kuwa ni wa uongo. God has a controversy. Mungu anapambano with those who wrestle the scripture, kwa wale wanaofanya mweleka na maandiko, making them conform to their preconceived idea, ili kuyafanya maandiko yakubaliane na mawazo yao walionayo. Mungu anapambana na watu hao. Ninayasema haya ndugu zangu wapendwa, nieleze tu jambo hili ya kwamba hii ni Quick Armageddon sehemu ya 9. Sehemu hii ya 9 inatupatia msingi. NG White writings na Biblia inazungumza kitu kimoja. Maandiko matakatifu ndio kiwango kinachopima wewe na mimi, napima NG White, inapima maandiko ya NG White. Imani yetu, kiwango na mafundisho, maandiko matakatifu. Maandiko matakatifu. Matengenezo yote tunayoyafanya, maandiko matakatifu. Maandiko ya NG White hayapambani na maandiko matakatifu, badala yake ni nuru ndogo inaongoza kwenye maandiko matakatifu. Usidharau alichoandika NG White, kwa sababu ni mafunuo aliyompatia Mungu katika Biblia. Na maandiko yake, kazi yake ni kuweka Biblia mbele za ulimwengu. Akili zilizochanganyikiwa zirudishwe kwenye Biblia. Ukifahamu ukweli wowote kwenye maandiko ya NG White, ni ule ambao unaweza kuuthibitisha kwenye Biblia. Kama hakiko hapo, ufahamu wako ni batili, sicho alichosema mjumbe wa Mungu. Na hii maana yake nini? Mungu atujalie sehemu ya 10 inayokuja, tutapita sasa, tuingie kwenye tafsiri yenyewe, wapi watu wanapotokea. Tutaenda na series kama 4, kwa sababu ni sehemu ambayo ina mikorogo ya kutosha. Mikorogo ya kutosha. Tutapita hapo, amani ya Bwana itatupatia utulivu. Mungu tanena nasi. Badala ya kumtofautisha NG White na maandiko, Biblia itamuweka sawa. Yalichoandika ndicho Biblia inachokisema. Kumbuka tunafuatilia kuona, je, NG White ndiye anaongoza watu kuamini Yesu anakuja 2027? Ikiwa kwenye Biblia tulivyosoma kwenye quick zilizotangulia hakuna kitu hicho. Watu wanaosema NG White amesema wanasoma wapi? Tutafika mpaka huko. Nimekueleza hivi, tutanukuu hizo aya, tutazipitia zote ili tuone 6000 inamaanisha 2027 ama inamaanisha 2031. Baada leo kwani kuona alichofunuliwa NG White ndicho kilichomo kwenye Biblia. Chochote ambacho unadhani umekifahamu kwenye maandiko ya NG White na hakipo hapo, ni wewe tu ndio umeamua kukipanda kwenye akili yako, sicho alichosema NG White. Kwa sababu NG White sio mjumbe wa uongo, ni mjumbe wa kweli, na anaelekeza akili za watu kwenye maandiko. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Mungu wetu ametuonyesha adui wa roho zetu ni mmoja pekee, naye ni Ibilisi na Shetani. Sisi sote tunatafuta kuelewa ukweli. Chuki yetu iende dhidi ya dhambi, iende dhidi ya Shetani. Tofauti ya uelewa, Mungu anatuma neno lake, kwa sababu tuna shauku ya kuokolewa. Watakase kwa ile kweli, neno lako
ndiyo kweli. Na Mungu atusamehe tunapopotoka. Baadhi ya aya tunasema ni White, baadhi ya aya tunasema hivi na vile. Leo Ellen White azungumzie juu ya vyakula. Leo Ellen White aseme kanisa limeuzwa. Leo Ellen White aseme ni Babeli. Leo Ellen White aseme hakuna utatu. Leo Ellen White Roho Mtakatifu sio nafsi. Wapi? Kwa nini tunasoma hivyo? Mungu analo pambano. God has a controversy. Mungu analo pambano na usomaji wa namna hiyo. Tusijichanganye. Tusiruhusu kwikwi za Harimagdoni. Ninarudia, watu wanafikiri kutaja Roho Mtakatifu, wanafikiri kuhubiri juu ya Roho Mtakatifu, wanafikiri kusema juu ya Roho Mtakatifu sana, wanafikiri kufundisha juu ya Roho Mtakatifu sana ndio kuwa na Roho Mtakatifu. Yesu alisema hata kutaja Yesu ni Bwana, tulikuhubiri, tulifanya hivi kwa jina lako. Yesu akasema sikuwajua ninyi kamwe. Issue sio kutaja, issue sio kuzungumza, issue sio kuhubiri sana juu ya Roho Mtakatifu. Issue watakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Roho wa kweli atatuweka kwenye kweli yote. Ni kauli ya Yesu mwenyewe. Rudi kwenye kweli. Acha miemko. Usije kanaswa na shetani. Tunasonga mbele. Kwikwi za Harimagdoni sehemu ya 10 itatuangazia wapi ukokotoaji huo unachipuka njia kupitia maandiko ya Ellen White. Alafu tutaingia kabisa kwa undani. Hiyo miaka 4000, miaka 6000, nukuu zote tutazileta. Nia yangu ni hii. Mungu atujalie wote kuwa wanafunzi wake. Na Roho wake Mtakatifu anene nasi. Maranatha. Yesu anakuja. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa neno lako. Tubariki. Hata kama kuna sehemu tulipotoka, tunaomba msamaha wako. Ikiwa kuna sehemu tulikuwa wanyonge, tulikuwa hasi kuhusu mjumbe wako na neno ulilomfunua kupitia huduma zake, tulikuwa hasi kuhusu kanisa lako, tukadhani ndivyo nukuu za Ellen White zinasema, tunaomba huruma yako. Tujulishe mapenzi yako. Tufunike dhidi ya yule mwovu. Na asante kutubariki kwa ukweli huu. Bariki mtazamaji na msikilizaji. Amani yako ikawe ndani yetu katika jina la Yesu. Amen.